course imekuwa ni mechi nzuri ambayo imekuwa na ushindani pande zote kwa Yanga na kwa Coast, licha kuwa Coast imetoka safari ndefu sana, lakini kuna kitu ambacho wameleta cha ushindani kubwa zaidi ni kuweza kuheshimu Yanga na kuweza kupunguza makosa, na ndio maana kosa moja wamekwenda kuadhibiwa Coast. Nami nawapongeza kwa kupunguza makosa mengi ambayo tumeyashuhudia katika siku za nyuma. Kumbuka Yanga ilikuwa inacheza inaitafutia Coast makosa, lakini Coast imekuja vizuri kupunguza makosa na kuweza kuruhusu goli moja. Sofa tunawapongeza Coast kwa moyo wa kujitoa, kwa moyo wa kujitolea kwa hali na mali kuja kukutana na ajali ya Yanga Afrika. Katika pita zangu nimeshuhudia maandiko yanasema Maxim pia Zengeri ni winga bora hivi sasa katika ligi ya NBC. Hiyo ni sawa, na unaonaje pia namna ambavyo amepata mchezo wa leo? Of course haukuwa msimu mzuri sana tangu unaanza kwa Maxim Zengeri mpia, lakini sofa mpaka dakika hii uwezo ukasema ni mchezaji wa kawaida. Tuseme nani sasa wa kumshindana naye? Edwin Barua au Chasambi? Kibu Denis ya goli 2 tu. Tusemeje? Maana yake tukamjaji mchezaji kwa form na kwa takwimu za namba. Kimsingi amekuwa na kiwango ambacho tofauti na msimu uliopita, lakini bado ana mchango mkubwa sana ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Wanaendelea kumwandaleti Bakari Nondo Mwamnyeto. Mtizama namna ambavyo anacheza leo. Makosa yalikuwepo kama yanavyosemwa au wanamtizama kwa jicho la chuki? Kimsingi ukitazama Yanga kwa asilimia kubwa, kocha Hamdi ndiye ambaye ametaka Young Africans kuweza kupata ushindi mwembamba kwa asilimia kubwa. Katika game ready sikuona haja ya mtu kama Triple C Mwamba Rusaka kuja kuingia dakika chache namna ile, wakati unaiona timu ya Young Africans inapokwenda kwenye kushambulia, unaona kabisa kwamba kuna kosekana ubunifu kwa kiwango kikubwa sana. Pacome ndio ni mbunifu, lakini je, kuna mtu mwingine yuko nje lazima aingie kwenda kuwachekecha Coast. Hii mechi kocha wa Yanga ndio ameamua Yanga ishinde goli 1 kwa bila. Hii mechi Ambokile bado na imani na Chama wewe? Bado ni mchezaji mzuri. Chama katika ligi ya Tanzania sioni kwamba kuna timu ambayo anaweza asicheze, hapana. Bado ni mchezaji mzuri. Ukimpeleka timu yoyote ana uwezo wa kucheza kwa kiwango kikubwa kabisa Chama. Pacome Zouzoua umemshuhudia pia ndio man of the match. Ni kama ambavyo inastahili kupata ile tuzo ama kuna namna wamekosea? Pacome Zouzoua ndiye mchezaji kivutio kwa hivi sasa katika ligi kuu soka Tanzania. Kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, bila shaka anachukua tuzo ya 3 mfululizo kama sitokosea, na hii haiji kwa bahati mbaya, ni kutokana na ubora aliokuwa nao. Pacome Zouzoua kama angekuwa ni mchezaji wa Simba anakutana na Al Masry 10 hapa Al Masry inakufa. Kama angekuwa anakutana, yani Pacome Zouzoua angekuwa ni mchezaji wa Simba kwenye mechi na Al Masry, mapema kabisa wana Simba wangekuwa wana enjoy kwa hivi sasa, na hata wale wazee wasingeonekana kuanza kuhangaishana na meneja. Ni mambo ya kishamba. Kuhangaishana na meneja ni mambo ya kishamba? Ni mambo ya kishamba. So, kama una timu bora, uwezo ukaanza kubishana watu. Kama una timu bora, uwezo ukabishana watu. Tangazo la taifa. Simba ikicheza kama Yanga Afrika kwenye mechi na Al Masry, wala Al Masry wanakufa mapema sana. Huu ndio muda sahihi ambao Simba watataka kujifunza namna ambavyo Young Africans inavyocheza. Lakini sitegemei kuona walau siku 3 zipite kabla kuelekea siku ya game hawajamtafuta engineer Harris Saidi awape password namna bora. Yaani Ambokile Simba wamtafute engineer. Ndio muda huu, kwa sababu yule ndiye mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Uongo kweli? Mtafuta akupe password namna gani ya kuweza kucheza ngumi jiwe. Lakini mzee Hassan Dalali Field Marshal anasema ndio kama kufika robo finali ni rahisi, mbona wao wameshindwa kufika hizo mara 5? Maana yake ni kwamba Young Africans wanatakiwa kuja kujifunza kwa Simba. Siamini katika hilo. Yeye amefika robo finali 5, nini amefanya baada ya hapo? Kwenda nyumbani. Ni sana mwanafunzi amerisiti miaka 5 mfululizo. Unapoteza ada we mzazi. Nisikilize. Ili Simba iweze kushinda mechi inayofuata icheze kama Yanga Afrika. Ambokile Simba wana wachezaji wanaweza kucheza kama Yanga Afrika. Watajua wao. Huu ndio muda wa kuweza kucheza vizuri. Huu ndio muda wa kuweza kujifunza kwa Young Africans kucheza vizuri ili kuweza kushinda katika mechi yao dhidi ya kikosi cha Al Masry. Ni mechi ngumu, lakini mechi ambayo watakao kupambana kiukweli ili waweze kwenda katika hatua ya nusu finali. Kumbuka Simba kwenda nusu finali ndio mafanikio. Unanipata vizuri? Ndio mafanikio. Na mimi nalaani vikali wale wote wanaosema kwamba kwanza kupigia debe nusu finali ni mambo ya kishamba. Simba inatakiwa ilete ubingwa wa mashindano haya ambayo waliwahi kusema ni mashindano ya kina mama. Sasa kwa sababu ni mashindano ya kina mama mwanamke wa shoka, basi waje na ubingwa. Wala hakuna shida.
Swali maswali waandishi, nasikiliza. Ambokile ulitizama Simba amefungwa goli 2 kule Suez. Na wakasema kwamba pengine wamejitahidi. Ukimtizama Almasry na matokeo ya kwanza Simba kule walijitahidi. Kwanza mimi niseme, naweza nikaa nimetofautiana na watu wengine, wachambuzi wote Tanzania. Simba ilicheza ovyo sana. Simba ilikuwa anachezea mpira, Almasry ilikuwa anacheza mpira. Na ndio maana Almasry ikashinda, Simba ikafungwa. Kwenye mechi ya kwanza Simba ilicheza mpira mbovu sana. Nini maana yake? Ilikuwa inachezea mpira, Almasry ilikuwa inacheza mpira, na ndio maana Simba ikafungwa. Sasa inatakiwa kuja kucheza mpira na sio kuchezea mpira ili iweze kufuzu katika hatua nusu fainali. Lakini vinginevyo, narudia tena, kabla hakuja pambazuka hapo kesho, injinia atafutwe awape password, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Wakichelewa sitaki lawama. Wapo waliosema Mwalimu Fadru ni kama alichelewesha Simba kupata matokeo. Kitizama sababu ya Steve Dese Mukwala kwa Lionel Ateba, lakini pia Jinchazi hakuwa na mchezo mzuri. Una kipi cha kuzungumza kuhusu hili pia? Simba ina kocha bora ila kikosi kibovu kwa asilimia kubwa. Simba ina kikosi kibovu ila ina kocha bora. Anaingia nani? Ambokile sasa kama kwa Ateba si alikuwa anaingia Mukwala. Nisikilize, Almasry waliofanya Simba wachezaji wasijuane. Yaani Kagoma hamjui ngoma. Sawa? Lakini pia Ateba hamjui Jinchale huwa. Waliwa disorganize. Ndio maana halisi ya kuchezea mpira na si kucheza mpira. Waliingia kwenye mfumo, waliacha wachezee mpira. Almasry wakacheza mpira. Sasa likijirudia hii itakuwa ni aibu. Sitegemei kuona taifa kuingia kwenye msitu wa aibu tena. Sitegemei. Kama inavyosemwa mchezo huu utakuwa rahisi. Kila ukisikiliza wanasema Almasry ameshakufa zaidi ya goli 4. Mwamposa pia katoa hiyo go ahead kwamba Simba anakwenda kushinda goli 4. Ni rahisi kama inavyozungumzwa. Sasa Mwamposa amesema kama shabiki au mdau. Mwamposa sio kocha. Mwamposa sio Mungu. Kwa alipata vizuri. Hii mechi kitendo cha kualika watu kibao namna hii. Sitamani kuona Simba kumfedhesha Mwamposa. Sitamani kuona, kwa sababu hii mechi inapigwa saa 10 kasokosea. Maana yake hata shehe ambaye amemwalika huenda asiswali ile sala nini? Ile swala nini? Alasiri. Huenda asisali huyu shehe. Sasa kama hatosali, maana yake inabidi Simba ikashinde, walipata vizuri. Lakini itakuwa ni aibu sana wale watu wote ambao wamealikwa alafu wakafedheshwe. Haiwezekani. Haya ni mashindano mepesi sana barani Afrika. Ni mashindano mepesi sana barani Afrika. Simba inatakiwa ijibu Yanga Africans kwa vitendo. Kujitofautisha kwa Simba na Yanga, yani Simba ni kuleta ubingwa, sio kuishia nusu fainali. Na ndio maana nasikitika kweli kuona hadi kinatundamana natunga nyimbo tunaitaka nusu fainali. Haya ni mambo ya kishamba. Kwamba nusu fainali haitakuwa. Haiwezekani. Kitendo cha Simba kutaka nusu fainali, hili ni anguko kwa Simba. Wanipata vizuri. Simba ikiishia nusu fainali, kweli nusu fainali, Mo na wenzake wote waiache timu waondoke haraka sana. Haiwezekani. Haiwezekani, maana yake utakuwa umeleta wachezaji wa kawaida. Ili ufike finali lazima ufike nusu finali. Ndio maana wanaimba nusu finali kwanza afu mbele itakuwaje? Sikiliza. Hii ni kama kamari. Likitokea poa, lisipotokea fresh. Kwa hapa Simba hawajataka kutangaza dhamira yao. Lakini hapa wanakwenda kukubahatisha. Ukweli ndio huo. Wanaenda kwa kubahatisha. Ukweli ndio huo. Kama Simba sipofuzu kwenda nusu finali, nani alaumiwa? Nadhani Simba sipofuzu nusu finali, wa kulaumiwa ni viongozi wote kwa ujumla. Na itabidi wote watangaze kujiengua ndani ya Simba Sports Club na sio kubaki tena. Kama timu imeshindwa kufuzu nusu finali kwenye mashindano mepesi namna hii, nusu finali umeshindwa kwenda nusu finali, mimi nawatakia Simba mchezo mwema. Lakini kama wakifeli kwenda nusu finali, Mo na wenzake waondoke madarakani. Assalamu alaikum.